kwenye muundo wa siasa za nchi yetu, kuna kitu kwenye Chama cha Mapinduzi kinaitwa kamati ya siasa, na kwenye ile kamati ya siasa ya wilaya, kwa mfano OCD na ni mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ni mjumbe wa hicho kinachoitwa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi. Alafu kuna kitu cha pili kinaitwa kamati ya ulinzi na usalama, ambaye mwenyekiti wake wa hiyo kamati ya ulinzi na usalama ni mkuu wa wilaya. Wajumbe kwenye hiyo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ni OCD yumo. Mkuu wa wilaya akiwa kwenye kikao cha kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi, wanajadiliana kile kiwango chao cha ujinga cha kuanza kuwasonda watu kwamba Chonya huyu anasumbue. Halafu akitoka hapo mkuu wa wilaya anapokea maelekezo ya Chama cha Mapinduzi, akitoka anaenda kuyatekeleza kwenye kikao chake ambacho ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, anatoa maelekezo kwa OCD. OCD ni mjumbe kwenye hicho kikao. Baada ya hapo OCD anaelekeza kwa vijana wake. Ndio hao mnao tunasumbuana huku mtaani. Ndio maana tumesema nyie polisi, ndugu zetu, kaka zetu, kwa sababu hiyo, ili muondokane na huo mtego na hiyo minyororo mliofungwa, tubadilishe nchi ili na nyie mwe mnafanya kazi zenu kwa uhuru, mwe mnafanya kazi zenu kwa haki. Mimi kuhusu polisi niishie hapo. Ndugu zangu, mimi naitwa Chonya Elisha, mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema mkoa huu wa Mbeya. Ndugu zangu, saa nyingine huwa tunakosa pa kuanzia kuzungumza, kwa sababu mambo ya kuzungumza ni mengi sana. Nchi hii ya Tanzania ni tajiri, imebarikiwa sana. Umasikini ambao tunao leo sio umasikini ambao Mungu ametutakia, ni umasikini wa kutengenezwa na umesababishwa na CCM, kwa sababu hata tangu tupate uhuru hakuna chama kingine kimewahi kutawala isipokuwa CCM. Kwa hivyo matatizo yote ambayo tunayo kwenye nchi hii, mtu wa kuwajibika kama angelikuwa ni mtu, na kwa sababu sio mtu, ni chama, ni taasisi, basi CCM ndiyo mwajibikaji namba moja. Sikiliza nikwambie, Tanzania kwa ukubwa wake ina kilomita za mraba 947,300 kilomita za mraba, ukubwa wa nchi. Halafu duniani kuna nchi kama inaitwa Singapore. Nchi ya Singapore ina ukubwa wa kilomita za mraba 734. Yaani ukichukua ukubwa wa nchi ya Singapore na ukilinganisha na ukubwa wa wilaya ya Mbeya, wilaya ya Mbeya ni kubwa kuliko hiyo nchi ya Singapore. Singapore hawana chanzo cha maji kwenye nchi yao hata kimoja. Maji wanayotumia kwenye nchi wanaagiza kwenye nchi jirani, nchi ya Malaysia, ndio yatumike kwenye nchi yao ya Singapore. Na Singapore hakuna mwananchi anakosa maji. Tanzania yenye bahari, yenye maziwa, yenye mito, yenye akiba ya maji ya kutosha ardhini, na chimba tu na yakuta. Mpaka leo miaka 65 tangu uhuru, hatuna uhakika wa kupata maji. Hatuna uhakika wa maji safi na salama ya kutumia watu wake. Singapore haina rasilimali ya kuipa utajiri kama tulivyo Tanzania. Singapore hawana mafuta, hata nukta ya mafuta. Singapore hawana madini yoyote wayofahamu, hawana hata moja. Hawana gesi. Tanzania kila kona ya nchi, kila ardhi kinapokanyaga, Mungu amebariki madini ambayo ndio huamua utajiri wa mataifa. Ukisikia Marekani ni tajiri kwa sababu ya akiba ya dhahabu alionayo, Tanzania, Mbeya hii tuna akiba ya madini ya kutosha. Na sio Mbeya tu, Tanzania kila mahali kuna huo utajiri, lakini watu wake ni maskini. Unadhani tukienda mbinguni halafu tukaenda na hali yetu hii ya umaskini, na Mungu akauliza, nyie watu wa Tanzania, ni nini mliwanyima mkaishi maisha ya ufukara namna hii, mkateseka kiwango hicho, msiwe na nafuu ya maisha? Nadhani tajibu nini? Singapore pato la mtu mmoja kwa mwaka ni zaidi ya
milioni 527, halafu kwa Tanzania pato la mtu mmoja kwa takwimu za Kumbo anasema ni milioni 3. Idadi ya watu wa Singapore ni watu kama milioni 6 tu hivi. Tanganyika ama Tanzania idadi ya watu ni milioni 70 na tuzungumza milioni 72. Idadi ya watu peke yake ingeweza kutumika kama chanzo cha utajiri, kwa sababu watu ni rasilimali muhimu katika utajiri. Tumekuwa maskini sio kwa sababu Mungu ametaka tuwe maskini. Sasa na mimi nitatumia dakika 2 au 3 kueleza kwa nini maskini, pamoja na utajiri ambao Mungu ametupatia. Nitawaambia kidogo. Wakati tunapata uhuru Tanganyika, nchi hii dhambi alizozifanya Nyerere zipo kadhaa na sitataja zote. Dhambi mojawapo aliyoifanya ilikuwa ni kulazimisha nchi kuwa ya mfumo wa kijamaa. Wazee mlioko hapa mnakumbuka mfumo wa ujamaa. Mlilazimishwa muwe na duka moja kwenye kijiji, uongo kweli? Mlikuwa na mashamba ya pamoja, uongo kweli? Ujamaa. Kwa sababu ya ujamaa wakalazimisha, wakatengeneza utaratibu ambao mambo yote katika nchi yanaamuliwa mahali pamoja. Hali ile iliyo dhambi iliyofanywa wakati ule ya kutengeneza taifa la ujamaa bila maandalizi ya ujamaa wenyewe, tukasababishiwa umaskini wa kutisha ambao baadaye taasisi ya fedha ya ulimwengu IMF pamoja na benki ya dunia World Bank wakaleta program moja inaitwa Structural Adjustment Program SAPS, iliyokuja kutunasua kwenye umaskini miaka ya 80 kuja miaka ya 90, na pamoja na mambo mengine ndio walichangia kumtubisha dhambi aliyoitenda Nyerere ya kuleta ujamaa. Wakarudisha dhambi ya kufuta vyama vingi mwaka 64, mwaka 65 alipofuta vyama vingi, Nyerere akaacha nchi iwe chini ya mfumo wa chama kimoja. Ule utaratibu wa benki ya dunia pamoja na ile taasisi ya fedha duniani, akatubishwa dhambi ile, tukarejea kwenye mfumo wa ulimwengu ambao angalau maisha yakaanza kuwa nafuu. Sasa ninachotaka kusema hapa ni nini? Ninachotaka kusema hapa mnielewe. Kwa sababu ya mfumo huo wa kijamaa ambao hata katiba yetu tulionayo leo inakiri na kuelekeza kwamba nchi yetu ni ya kijamaa. Naomba niwaulize swali leo. Bado mna duka la kijiji au la mtaa mnapokwenda kununua bidhaa wote? Bado mna mashamba ya kulima mnayolima kwa pamoja kwenye vijiji? Kila mtu anapambana kwa nafasi yake. Hata mifumo ya biashara hii, mnaona watu vijana, watu mbalimbali wanapambana kufanya biashara, waweze kujinasua kwa sababu ya misingi ya kulazimisha uchumi uweze kuratibiwa eneo moja, uchumi wa nchi. Ndio maana biashara zenu, biashara zetu, kitu kinachoitwa TRA, badala ya kuwa mlezi na mshauri wa masuala ya biashara ili wafanya biashara wao wanakuza biashara zao, walipe kodi za kutosha, kodi zijenge nchi, TRA ni kama Israeli muua biashara. Sasa eneo hilo ngoja niwaambie, kwa sababu ya mfumo wa kijamaa, dunia inakubaliana mfumo wa kijamaa, hakuna namna unaweza ukaendesha nchi kidemokrasia. Matatizo ya mfumo wa demokrasia kwenye nchi yetu ni kwa sababu ya mfumo wa kijamaa tulionao. Nchi zote ambazo zina mfumo wa kijamaa zimekubaliana uendeshaji wa nchi zake ni mfumo wa kidikteta. Ndio maana hata Nyerere aliwahi kukiri kwamba kwa muundo wa uongozi wa nchi yake akiamua kutenda udikteta, alijua ni dikteta, ila alikuwa anasema akiamua kutenda udikteta hakuna wa kumzuia. Kama ilivyo leo, tuna viongozi wanaweza kutenda udikteta kwa sababu ya mfumo na muundo wa nchi yetu, hakuna namna mtafanya. Kwa sababu ya muundo wa ujamaa ambao unalazimisha miundo ya utawala wa kidikteta, huwa hakuna mgawanyo wa mihimili mitatu inayoweza kusaidia nchi iweze kuendelea. Hakuna namna utaweza kuona bunge kwenye mfumo wa kijamaa. Bunge kinakuwa ni chombo kinachotumika kuhalalisha matendo na ovu au mazuri ya serikali.
kinakuwa ni chombo kinachokwenda kutia sahihi ya kila matakwa ya serikali. Hata kama ni sheria, nyie mnafahamu na mnajua kwamba eti sheria hutungwa na bunge. Uongo kweli? Wanaofahamu watanielewa. Bunge huwa wanaenda kutia saini ili hiyo sheria iitwe sheria, kwa sababu ili iitwe sheria utaratibu wake unaanzia kwa baraza la mawaziri, halafu inakwenda bungeni, wanapitisha kwa kunakwenda kupitisha, inarudi kwa rais ya saini iitwe sheria. Asipo saini si sheria. Inaanzia serikalini, inaenda bungeni, inarudi serikalini. Kwa lugha nyepesi, bunge linawekwa mfukoni. Na ndio maana nyie msishangae mkiwa na wabunge waliopaswa watokane na nyinyi, wao wanawasemea nyinyi. Hawezi kuwasemea kwa sababu lile bunge si chombo cha wananchi, ni picha tu ya chombo cha wananchi. Tunataka mabadiliko ya katiba ili tupate bunge litakalokuwa na uwezo wa kuwa ni sauti ya wananchi. Kwenye nchi ya mfumo wa kijamaa ambao ni rasmi kwa mfumo wa kidikteta, hauwezi kuwa na mahakama inayoweza kusimamia na kutenda haki, kwa sababu mahakama kinakuwa ni chombo kinachotumika kuhalalisha au kuficha uovu wa serikali. Serikali ndio inayokuwa ina monitor, inaangalia kwamba mahakama usije ukafanya nikachukia. Ndio maana hata muundo, tungetamani mahakama zetu ziwe huru, ziweze kutenda na kusimamia haki katika nchi. Huo uwezo kwa muundo tulionao leo, hakuna mahakama inaweza kutenda haki na hakuna mahakama inaweza kusimamia hiyo haki, kwa sababu mahakama zetu hazina uhuru wa kimuundo wala hazina uhuru wa kimaamuzi. Mahakama leo katika muundo wake, jaji mkuu wa mahakama Tanzania anateuliwa na rais. Rais ni serikali, kwa rais ndio bosi wa mahakama, serikali ndio bosi wa mahakama. Hata hawa majaji hawa, mahakimu hawa mnaoona wanaendesha kesi zenu, msiponunua haki zenu mkaonga ili mpate haki zenu hamwezi kupata. Kwa nini? Kwa sababu hawa mahakimu hawa wakifanya haya yanayoitwa maamuzi ya kimahakama, wakitenda huo uamuzi, kama hawajapendezwa, serikali haijapendezwa, kuna kitu kinaitwa kamati ya maadili ya mahakimu au majaji. Na kwa ngazi hizi za wilaya, huyo mwenyekiti wa hiyo kamati ya maadili ni huyo mdawasi au mkuu wa wilaya. Yaani serikali ndio inayokaa inasema, wewe uliamua vibaya, ulituchukiza. Kwa vyovyote lazima mahakama iwe kibogoyo, iwe haiwezi kutenda na kusimamia haki. Ndio maana tumesema tena na tena, nchi inahitaji kubadilishwa. Nchi inahitaji kupata misingi mipya ya kujitawala. Tupate katiba inayotokana na nyie wananchi, itakayotutengenezea misingi mizuri ya utawala. Taifa letu litaendelea. Tayari lina utajiri wa rasilimali, tayari lina watu. Utajiri namba moja duniani ukiacha rasilimali zingine ni ardhi, na ndio maana utajiri wote unatokea kwenye ardhi. Tuna ardhi ya kutosha, kilomita zaidi ya 900,000 mpaka leo. Hata tungeamua tulishe dunia au kulisha Afrika tungeweza, kwa sababu wanaoongoza ni mabumbumbu. Ndio maana mpaka leo uwezo ukaona rasilimali hiyo tunaitumia na ikatumika kwa maslahi ya watu wake. Sasa nimesema tunahitaji tupate katiba itakayotengenezea hiyo mihimili, ili wananchi, ukiwa muundo wa uongozi, mwe mnaweza kuwa na uwakilishi wenu, na mkisema sauti yenu iheshimike. Kama ni uchaguzi, mkichagua kura yenu iheshimike, iwe ndiyo sauti yenu, ilindwe kwa gharama zozote. Hata hao vyombo vya ulinzi na usalama, wao wana nguvu wa kulinda nchi na sio kulinda chama. Tunataka hata tukitawala Chadema, tunataka vyombo vya ulinzi na usalama vilinde maslahi ya nchi, viwalinde wananchi. Maslahi ya wananchi hiyo ndio kipaumbele namba moja kwa serikali, na vyombo vya ulinzi na usalama kazi yao iwe ni hiyo. Makamanda boss. Makamanda, mnanielewa? Sasa kwa sababu ya huo upofu, ndio maana mnaona Tundu Lissu yuko magereza chini ya mahakama. Yaani mahakama inashuhudia jinsi haki ya Lissu inavyonyang'anywa na inavyocheleweshwa na haina cha kufanya.